Sawa, Bwana Yesu asifiwe, jina lake libarikiwe. Nashukuru kwa sababu kuona nyote mu wazima wa afya inapendeza sana na inaleta utukufu kwa Mwenyezi Mungu. Kabla yote acha tumshukuru Mwenyezi Mungu. Asante Bwana Yesu kwa sababu unajaa wema wa utukufu na heshima. Asante kwa msamaha wa dhambi, asante kwa uzima wa milele. Asante kwa Roho Mtakatifu. Nashukuru kwa sababu pendo lako ni kuu na uzima wa milele ambao umeweka ndani yetu. Hivyo basi Kristo, acha tupige kelele kwa sababu ya damu yako, damu tukufu, damu ya milele, damu isiyo na waa. Asante kwa sababu tumepata kipindi tena cha kulia neno lako. Hivyo basi kila atakayesikia neno hili lipate kumsaidia na kumtoa mahali na kumpeleka mahali. Nashukuru kwa sababu neema yako inatosha. Ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba kuamini. Amen. Sawa, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Na tena tumerudi kama kawaida yetu ya kula neno la Mungu. Sawa, siku ya leo tutakula neno ambalo linatuambia siku na saa ya Bwana ikaribu au imekaribia. Siku na saa ya Bwana imekaribia. Siku na saa ya Bwana imekaribia. Tunapozungumza kuhusu siku na saa ya Bwana imekaribia, ina maana tunazungumza siku ya mwisho, aidha siku za mwisho ambazo zimezungumzwa katika maandiko mara nyingi ya kwamba siku ya mwisho itafika, siku ya mwisho itafika. Ndio ambayo tunapenda kuzungumza kwamba imekaribia, iko mlangoni inapiga hodi. Na siku ya mwisho, tunapozungumza kuhusu siku ya mwisho, tunazungumza ya kwamba yani kuna baadhi ya vipindi katika Biblia tayari vilianzishwa na vikawa na mwisho wake. Maana kila kilicho na mwanzo kina mwisho. Na tunaposema kuna mwisho, ina maana pana kitu kilianzishwa, kikaja kuangaliwa ya kwamba kitakuwa na mwisho wake. Hivyo basi ikiwa tunazungumza siku za mwisho, aidha siku ya mwisho, ina maana ina chimbuko lake, ina maana ilikuwa na mwanzo wake ambao utakuwa na mwisho wake. Hivyo basi kuna baadhi ya vipindi katika maandiko aidha katika Biblia ambavyo tayari vilianzishwa na vikafika mwisho wake. Kama kipindi cha dhamiri ambacho kilikuwa kipindi cha wakina Yusufu, wakina Abraham, waliishi katika kipindi hicho na wakahesabiwa kuwa wenye haki, na Abraham wakahesabiwa kuwa baba wa imani katika kipindi hicho. Maana ndicho kipindi kilichokuwa kipindi chao. Waliishi katika amani, wakaisha vizuri, na kipindi hicho kilianzishwa na kikafika katika mwisho wake. Na kuna kipindi kingine ambacho kinaitwa kipindi cha sheria. Hicho kilikuwa kipindi cha wakina Musa ambacho kilikuja kuhitimisha kipindi cha dhamiri cha wakina Abraham, ambacho Abraham walidumu pasipokuwa sheria. Lakini kipindi cha wakina Musa wakapewa sheria, wakaishi katika kipindi cha sheria. Na kipindi hicho kilikaa, na sheria iliposhuka, na asili ya sheria huwa inaua. Maana sheria haina kitu kinaitwa msamaha, sheria huwa inatoa hukumu. Na kipindi kile kilipokuja ambacho kilikuwa kipindi cha Musa, kiliingia na ikahukumu watu 3000 wakakufa wakati sheria iliposhuka. Maana wakati Musa aliposhuka na sheria katika mlima Sinai, alipokuta watu wakiabudu miungu mingine ambayo katika sheria zile alizokuwa nazo imekatazwa mtu kuabudu miungu mingine ila Mungu peke yake. Na alipokuja na sheria ile, watu 3000 walikutwa na mauti, yani walikufa kwa sababu walimwabudu Mungu mwingine tofauti. Hivyo basi asili ya sheria huwa inaua, huwa iokoi, huwa inaua kwa sababu ni sheria. Na inayosababisha sheria ionekane, inayosababisha dhambi ionekane kuwa wazi zaidi ni sheria, kwa sababu sheria ilipowekwa ikasababisha dhambi ikawa ikionekana wazi zaidi. Maana walipoiweka sheria, dhambi ikaonekana kuwa kubwa. Yani kila hata kitu kadogo kakakuwa kaonekana ni kakubwa zaidi kwa sababu ya sheria. Hivyo basi kipindi hicho nacho kilianza wakati huo na kikamalizika wakati Yesu Kristo alipokuja. Hivyo basi kipindi cha tatu ni kipindi cha neema, ambacho ni kipindi ambacho kilianzishwa na Kristo mwenyewe,
ambacho kilikuja kikavunja ile sheria, tukaachiwa kipindi cha neema, ambayo sasa tukapokea roho wa neema. Zile sheria ambazo zilikuwa katika mioyo, zilikuwa zikiandikwa katika makaratasi, zikamishwa zikaandikwa katika mioyo ya watu. Hivyo basi katika Warumi kaambiwa kwamba basi hakuna hukumu juu ya wale walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ndio inayohukumu. Hivyo basi sisi ambao tumo ndani ya Kristo tunaye Roho Mtakatifu, na asili ya Roho Mtakatifu utusababisha tusienende katika kinyume ya zile sheria za Mungu ambazo Mungu ameziweka ndani mwetu. Hivyo basi asili ya Roho Mtakatifu utuepusha na kutokwenda katika yale yasiyompendeza Mungu. Hivyo basi kipindi cha neema ambacho tumeachiwa ndio hichi ambacho tunakwenda kuzungumzia sasa leo, ya kwamba kina mwisho wake, yani ndio siku ambayo tunasema kwamba ya mwisho imekaribia. Yani kipindi cha neema kimekaribia, neema kumalizika kimekaribia, kwa sababu wakati huu tulio nao bado ni wakati wa neema. Tunapozungumza wakati wa neema, ina maana bado tuko katika wakati wa mtu waweza ukatenda dhambi, ukaomba msamaha na ukasamehewa. Sasa hichi kipindi ndicho ambacho tunakwenda kukizungumza, kinakwenda kumalizika. Tayari hicho kipindi cha dhamiri, kipindi cha sheria tayari vimemalizika. Tunakwenda sasa kipindi cha neema ambacho tunacho kwa sasa, ambacho tuliambiwa kwamba japokuwa tunao neema tusiendelee kutenda dhambi. Bali kipindi hichi cha neema ni kipindi ambacho waweza ukasema neno lolote, ukafanya jambo lolote na ukasamehewa. Lakini haijakwambia ndio uyafanye mabaya kwa sababu tuko katika kipindi cha neema. Hapana. Ila kipindi hichi ndicho ambacho tunakwenda kuzungumzia kwamba mwisho wake umekaribia. Yani uko karibu kabisa kuliko hata tunavyodhani. Kipindi cha mwisho kiko karibu hata tunavyodhani. Maana huu ni wakati mzuri wawe, ikiwa una makosa, ni kutubu na kumgeukia Kristo. Bado unao nafasi kwa muda huu. Lakini nafasi hiyo inakwenda kileleni, yani inakwenda kumalizika kabisa. Tunakwenda kuimisi, yani inakwenda kumalizika. Wakati wa kuomba msamaha na kusamehewa unakwenda kumalizika. Wakati wa wewe kusema Baba nisamehe unakwenda kumalizika kabisa. Na moja ya unabii ambao tayari inayotuonesha kwamba kipindi hichi cha neema tayari kimekwenda katika kilele ni unabii ambao umezungumzwa katika kitabu cha Ufunuo 16:12. Ufunuo 16:12. Ufunuo 16:12 nasema, na huyo wa sita akalimimina bakuli lake juu ya moto ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Huyu ni malaika wa sita ambaye alimimina bakuli katika mto Frati. Na mto Frati ni moja ya mito ya kihistoria ambao ni mto ambao ulihusika katika kumwaga maji katika shamba la Edeni. Na katika historia ya kibiblia inatuambia katika mto huo ulikuwa bado hujakaa katika hali ya ukame, yani ya kukauka, kwa sababu kazi yake ilikuwa tukupeleka maji katika shamba la Edeni. Na mto huo ulikuwa bado hujaingia katika kukauka, lakini tunaambiwa kwamba utakapoona mto huo umekauka, jua hatari imeingia. Na moja ya sababu ya mto huo kukauka ni kwa sababu ya kuapisha wanajeshi, yani kutoka ngambo tofauti za dunia, yani kutoka katika falme zingine zilizopo ndani ya dunia, ya mfalme wakina Warusi, wakina Waarabu, wakina wa Korea, wakina wa Afrika Kusini, kina Marekani. Na hizo zote zimezungumziwa kwa sababu, na mto huo umekaushwa kwa sababu ya kuwapeleka hao wanajeshi ili waende kufanya vita na nchi ya Israeli. Hivyo basi, na hivyo vita ni vita ambavyo vitakuwa ni vigumu sana, ambavyo kanisa linajua linakwenda katika hatari zaidi. Lakini vita hivyo vitakuwepo baada ya kanisa tayari limepaa.
Ndio vita vinaitwa vita vya Yom Kippur. Yaani vitakuwepo baada ya kanisa tayari limeondoka. Yaani sasa ili hivyo vifikie, lazima kwanza kipindi hichi cha neema lazima kiwe kimefanyeje, kimekwisha. Na tayari tumeshaona mto Frati tayari umeshakauka. Hivyo basi, yani ni muda na saa yoyote, maana ngoma yawezi karindima. Na ili ngoma irindime, yani ili vita viendelee pale, vikuje kabisa vita vya Yom Kippur, ni lazima kanisa kwanza linyanyuke. Na unyanyukaji wa kanisa ina maana kwamba siku imefikia, yani mwisho umefikia, kwa sababu neema itakuwa imeondolewa na msamaha utakuwa umeondolewa. Yani neema ya kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu na kusamehe itakuwa imeondolewa. Yani patakuwa pameingia kipindi cha shika ni kushike. Cha shika ni kushike. Yani hapo ndipo kipindi cha neema kitakuwa kimeondolewa. Yani msamaha utakuwa upo. Utakuwa ukiomba msamaha na usamehewi tena. Utakuwa unajilia kwa Mwenyezi Mungu na au samehewi tena. Hapo Roho Mtakatifu atakuwa ameondoka kwa mataifa, amegamia katika Yerusalemu, katika Wayahudi kule, kwa sababu wao ndio ambao watakaa katika kupambana katika vita hivi, na wao watabaki na neema mojawapo tu ya kusamehewa wao. Lakini wewe ambao utabaki katika vita hivyo, hukuzama katika Roho Mtakatifu, au kuzama katika neno, wewe ambao katika maisha yako yote uliweka katika hali zisizokuwa nzuri, yani kwa nyakati hizi mwisho wa neema utakuwa wewe umeingia hatarini. Maana kuokoka wakati huo ni vigumu sana, kwa sababu yule roho wa neema atakuwa ameondoka, atakuwa hayupo. Na hivyo vitapiganwa, kanisa litakuwa limeshapaa. Na kanisa kwa muda huu liko saa na siku na dakika yoyote laweza likaondoka. Na kanisa ni mimi na wewe. Yani tuko kule kwenye wabembe wanaitaga busunusunu. Yani tuko hapa tunategemea siku, waweza kalala ukaamka ukakuta watu wameondoka. Maana tuko kwenye hali iliyo mbaya zaidi. Na mto Frati tayari umeshakauka. Baadhi ya mwaka juzi hapo tayari umeondoka, umekauka. Na ikiwa umekauka, hivyo basi kinavyosubiriwa ni vita ambavyo ni vita vigumu sana ambavyo vinasubiriwa hapo mbele. Na vita hivyo vitapiganwa baada ya kanisa limeondoka. Na ikiwa kanisa litaondoka, je, wewe kabisa umejitayarisha kuondoka wakati wa kanisa limeitwa na Mungu kuondoka kumlaki Yesu mawinguni? Kadiri unavyojiona maisha yako kwa sasa, jinsi ulivyo na jinsi unavyoenenda, je, itakuruhusu kabisa kukutana na Kristo katika mawinguni katika kipindi hichi ambacho kinakuja, katika nyakati hizi ambazo zinakuja? Ni wakati wao kujiuliza kwanza wewe mwenyewe. Unakaa unajiuliza, je, kulingana na hivi nilivyo, je, hii ngoma itanikuta niko duniani? Kwa sababu pana bomu za ajabu zitapanda katika ulimwengu ambazo bado hatujaziona, tunazisikia katika historia. Zitapigwa hizo bomu, kwa sababu ndio wakati wake. Yani vita vitapigwa ili Myahudi ajaribu kuvutwa katika anga za dunia, lakini haitowezekana. Biblia inasema kwamba atavishinda hivyo vita. Sasa ni wakati wetu sisi kama vile kanisa huu tuliopo wa kuzama katika neno, kwa sababu nabii nyingi zimetimia. Biblia inatuambia kwamba katika Timotheo wa pili, siku za mwisho watu watajivuna, watu hawatatii wazazi tena, watu watapenda fedha. Na wakati huu sisi wenyewe tumeshaanza kuona watu wamethaminisha pesa sana kuzidi Mungu. Wazazi tena wana thamani juu ya watoto wao. Watu wamezama katika mambo yasiyostahili, yani wanaishi kama wapo, wanaishi kwa namna wanavyojisikia. Yani watoto wamegeuka ndio wazazi katika manyumba kwa wakati huu. Wakati huu watu wameenda, ulimwengu umeenda mbali sana. Watu wameanza kufanya mapenzi ya jinsia moja, yani wagei wamekuwa ndo wamebeba dunia sasa hivi. Na watu wamechukua tu kama vile ni kawaida. Watoto wanageuka magei, wanaume wanaoana wanaume kwa wanaume,
Wanawake wanaoana wanawake kwa wanawake, na watu wanaichukulia ni kawaida kwamba ni ulimwengu tuliomo, ni kama vile maendeleo ya ulimwengu. Lakini hayo yote yalikuwa kwa sababu ili maandiko yatimizwe, yale ambayo yamenenwa katika Biblia ya kwamba siku za mwisho haya yote yatapita, yatakuwepo. Na haya yalinenwa sana na yalitokea katika Sodoma na Gomora, iliingia katika kuangamizwa kwa sababu ya haya. Lakini dunia hii imekwenda mbali zaidi, pahali ya wao hawakufikia tu kufanya tendo la jinsia moja. Wao wameenda katika kiwango hata cha mwanaume kuondolewa, yani jinsia yake, na kupachikwa jinsia nyingine. Yani watu wameenda kwenye kiwango cha hali ya juu sana cha kufuru. Yani hayo yote yanaashiria kwamba kipindi cha neema kimekaribia kwisha. Yani siku za mwisho zimekaribia kabisa. Siku za mwisho zimekaribia. Na ikiwa siku za mwisho zimekaribia, hiyo ni hatari sana kwa kanisa. Ni hatari sana kwa sababu hata mafundisho mengi lazima yawe yasiyokuwa vizuri. Lakini hofu yangu ni ile ambayo ndugu Amos amezungumza kuhusu siku za mwisho. Amos, kitabu cha Amos 8:11 anasema, Amos anasemaje? Amos anasema kwamba angalieni siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu. Si kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Sasa njaa ya kulisikia neno imekuwa nyingi. Siku hizi mahubiri imeegemea katika mapenzi peke yake. Yani kumhubiri Kristo imekuwa ni ngumu sana kusikiliza wahubiri wanaomhubiri Kristo, bali mahubiri yote imeegemea kwenye mapenzi. Ina maana kwamba njaa ya neno tayari inaanza kuingia kwa watu. Kulisikia lile neno la Kristo limeanza kuingia ndani ya watu. Sasa uone kwenye nyakati hizi tulizo nazo hizi za mwisho, na kipindi cha neema kitakuwa kimekoma sasa. Ina maana utamtafuta mhubiri au utamuona. Sasa ikifikia hapo unatafuta mhubiri wa kukupa maneno ya kukusaidia ili uvuke katika maisha ulio nayo na kumwendea Kristo, au muone uangalie itakuweje, kwa sababu wakati huu tulio nao kuwapata wahubiri wanaozungumza maneno ya Kristo inaanza kuwa ugumu kidogo, kwa sababu wahubiri wote wameegemea katika mapenzi. Sasa hivi wameegemea katika masuala tu ya wapendanao. Ndio mahubiri ambayo yanaonekana yana uzito kwa sasa. Yani kumhubiri Kristo imekuwa na ugumu. Njaa ya neno imeanza kuonekana kidogo kidogo kwa watu kwa muda huu tulio nao, lakini watu wanachukulia tu ni kawaida, kwa sababu mtu anaposimama amehubiri mahubiri kama hayo anaonekana ni mhubiri mkubwa na ameshusha neno la ajabu sana. Sasa kipindi kitakachokuja, wakati kanisa limenyanyuliwa, yani wale watu watakatifu wameondoka, ina maana kwamba neno kuhubiriwa hapo litakuwa alipo tena. Sasa ujiulize itakuweje kipindi hicho? Utakuweje kipindi hicho? Utakuwa umekaa vipi kipindi hicho? Utakuweje? Ndio swala ambazo unapaswa ujiangalie kama vile Mkristo kuangalia. Kwa nyakati hizi ulizo nazo, bado unapata kidogo ya kulisikia neno. Sasa na watu wameanza kupotoka kwa sababu ili maandiko yatimizwe. Sasa wakati unaokuja ambao wewe utabaki wakati kanisa itakaponyakuliwa na neno litakuwa alipo tena ulimwenguni linahubiriwa, watu watakuwa wameingia katika kipindi kigumu kuliko kawaida, ambacho utatafuta uyaone hata sehemu kidogo ya karatasi ya mahubiri hautaiona, sehemu kidogo ya neno la Mungu hautaliona. Sasa kipindi hicho unakiona kitakuwa kigumu namna gani kwako? Kitakuwa kipindi kigumu namna gani kwako? Kwa sababu hicho kipindi kikaribu kufikia kwa sasa. Maana muda na saa yoyote Mungu anaweza kanyakua kanisa sasa hivi, kwa sababu tuko katika kipindi kilichoitwa kipindi kabisa cha lala salama. Na katika Biblia, katika Luka, Yesu akasema kwamba katika swala la wanawali,
Baadhi ya 5 waliwasha taa zao na wengine 5 hawakuwasha taa zao. Wewe ambao taa zako hazitawaka, ambaye Roho Mtakatifu haja kuingilia, ambaye bado katika maisha yako haujamwegemea Kristo, unawadhaji, taa yako bado imezimika. Yaani wewe bado huko usiku na sisi tayari tumeamka. Ni wakati wa wewe na wewe uamke, ufanane wale waliokuwa wameziwasha taa zao. Kwa sababu ikiwa bado unakakaa katika giza, unaishi katika giza, unaishi maisha ya uvicho, unaishi maisha yasiyo kuwa ya Kikristo, jua siku zimekaribia. Nyakati imefika. Wakati ni huu. Usije ukajikuta huko gizani. Na wapo wanaosema ya kwamba zimenenwa mara nyingi, siku za mwisho zimenenwa mara nyingi, lakini azitimie. Ndiyo, maandiko imesema hivyo katika Petro 3:8 imesema kwamba kuna baadhi ya watu watasema ya kwamba yamenenwa katika tangu wazazi, tangu mababu, tangu kipindi cha Nuhu, tangu kipindi kipi, ya kwamba siku za mwisho zitakuja, lakini azitimii. Yes, wapo watu watasema hivyo, lakini mimi nakwambia kwamba nyakati ndo hizi za wewe kuwasha taa yako, za wewe kuwasha taa yako, za wewe kumpokea Roho Mtakatifu, za wewe kuishi katika maisha ya Kristo. Kwa sababu utaitafuta hiyo taa au utaiona. Bado taa inaangaza hata palipo giza, inaangaza. Bado neno unalisikia hata panapoonekana pana giza, unalisikia. Ni wakati wa wewe kulikubali hilo neno. Kwa sababu wakati unakuja hautalisikia tena hilo neno. Utamtafuta mhubiri hata akwambia Yesu ni nani, hautomuona. Lakini bado tunakuambia, bado tunakusii usimame katika Kristo, lakini bado haujasikia. Bado umekaa tu, umenyamaza. Tayari mto Frati umekauka. Tayari ulimwengu huu wa baba hawaheshimiwi tena. Wazazi wamekuwa kama vile makapi. Watu hawaheshimie tena wazazi wao. Wazazi wameonekana sasa vile hawana kitu tena ndani ya maisha, kwa sababu ya ulimwengu umekwenda pabaya. Watu wamependa fedha. Watu wako ridhaa kuuana kwa sababu ya pesa. Watu wako ridhaa kufanya mambo yasiyostahili kwa sababu ya fedha. Watu wako ridhaa kutumika katika sehemu ambazo wanajua kweli kweli hii sehemu hao waliomo umo wamekubali ndoa ya jinsia moja, lakini kwa sababu ya pesa watu wanaona wakai tu. Kwa hiyo wakati huu ni mgumu kuliko nyakati zote. Huu ni wakati wa kanisa ya mimi na wewe kusimama kuliko kawaida, kuliko nyakati zote. Kusimama kuliko kawaida, kuliko vipindi vyote. Na unaposimama katika kazi ya Mungu, cha kwanza ondoa kitu kinachoitwa lakini. Unapokuwa umesimama nyakati hizi, sio nyakati za kuwa na malakini. Nilikuwa napenda nimtumikie Mungu, lakini kwa sababu ya kazi zangu siwezi. Nilikuwa napenda nimtumikie Mungu, lakini kwa sababu ya shughuli za maisha siwezi. Nilikuwa napenda kumtumikia Mungu, lakini kwa sababu ya shughuli za familia siwezi. Sikiliza, huu ni wakati wa kusimama na Mungu kuliko kawaida. Kwenye Luka 8:61 hadi 62, tusikie hapo maneno yanayozungumzwa hapo. Kitabu cha Luka 8:61 hadi 62, tusikie jinsi ilivyonenwa hapo. Kitabu cha Luka mtakatifu Luka 9 tuanze 31, sio 8. Luka mtakatifu 9:61 hadi 62 nasema, mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa kwanza
nikawaage watu wa nyumbani mwangu. 62. Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Hivyo basi, nini maana yake? Wewe ambaye unasema ya kwamba napenda nimtumikie Kristo, lakini unaangalia shida zako ulizo nazo haziwezi kukuruhusu kumtumikia Kristo, acha hayo, mfuate Kristo. Wewe ambaye unapenda kumtumikia Kristo, lakini unaangalia ugumu wa maisha, sina maisha mazuri, sina nyumba, sina fedha, sina lolote, nitamtumikiaje Mungu? Achana na hayo, mfuate. Wewe ambaye unaangalia kwamba napenda nimtumikie Mungu, lakini baadhi ya mambo yananisonga, achana na hayo. Kristo anasema ya kwamba yale yote ambayo unayaona yanaweza kukuzuia, uyaache umfuate. Lakini kwa sababu ukiwa mtu ambaye unaangalia haya unayaacha nyuma, usipomwangalia yeye, hauwezi kaona ufalme wa mbinguni. Maana yeye kwanza umtangulize mbele, yeye kwanza umuone kwanza mbele, ndipo mambo yote utayaona na kuwa rahisi. Wakati Petro, kwa sababu gani nakwambia ya kwamba uyaweki mambo yote umuone yeye kwanza tu? Kwa sababu mahali umekuja na hayo matatizo unayoyaona wewe ya kwamba ni magumu kwako, ukija hivyo na kumfuata Kristo, usipoyaangalia nyuma, usipokuwa na malakini, yeye Mungu ni wajibu wake kuyachukua yale na kukupumzisha, kuyaondoa na kukuweka kuwa safi. Ukiangalia wakati Kristo, wanafunzi walipokuwa katika mashua, ilipokuwa ikiumba, wakati na yumba, ikiumba kabisa, mashua imechafuka. Walipomwona Kristo anatembea juu ya maji, Petro alimuuliza Mungu ya kwamba, mwalimu, yani aliangalia akamwona ni Yesu mwenyewe, akamwambia kwamba niruhusu na mimi nitembee juu ya maji. Kwa sababu Mungu ni Kristo mwenyewe, alimruhusu Petro apite katika yale mawingu, yale matatizo yaliyopo ndani ya maji, yale yanayosababisha mashua yafanyeje, yaingie katika hali ya kufanyeje, ya kuenda kama vile nataka anguka. Alikwenda katika hiyo hali, na Petro alipoanza kuzama, Yesu mwenyewe alihusika kumokoa Petro, kwa sababu ni yeye aliyemuita. Nataka nimaanishe nini? Mahali unapomfuata Kristo, zoruba zile unazoziona wewe, usiziangalie, hiyo sio kazi yako. Wewe tu njoo na hayo matatizo unayoyaona ya kwamba yana ugumu kwako. Wewe njoo na hayo yote matatizo, wewe njoo na hizo shida. Yeye mwenyewe atachukua nafasi ya hizo shida kuzimaliza. Yeye mwenyewe atachukua nafasi ya kukutengenezea maisha yaliyo mema. Wewe usihangaike kuangalia ya kwamba maisha yangu ni mabaya. Wewe usihangaike kuangalia kwamba nilio nayo hayaniruhusu kumtendea Kristo. Wewe njoo hivyo ulivyo. Hivyo ulivyo. Wewe njoo hivyo. Yeye mwenyewe atayatoa yale zuruba na kukufanyia kuwa mema humo ndani, kama alivyofanya kwa Petro. Ili usiku usikuingilie mchana, wenzako wasije wakachukuliwa wewe uko hivyo. Kwa sababu nyakati hizi ni mbaya, ni nyakati ambazo tunapaswa tudumu katika Kristo kuliko kawaida, kuliko vipindi vingine vyovyote. Ni nyakati ambazo kila mmoja anapaswa kuzama katika Kristo. Kila mmoja anapaswa kuzama katika Kristo. Kwa hiyo wewe usiangalie ulifanya nini, usiangalie una ugumu gani wa maisha. Hapana, usiangalie ulifanyaga nini. Njoo hivyo ulivyo, mbichi hivyo. Kristo mwenyewe wakati umeingia ndani mwake, mwenyewe ataichukua hiyo matatizo yako, yeye itakuwa ya kwake, ataivaa. Akasema, njooni kwangu nyote msumbukao na mizigo ya dhambi, ili nipate kuwapumzisha. Hiyo mizigo ulio nayo, njoo hivyo ulivyo, ili apate kukupumzisha. Atakupumzisha pamoja na mizigo yote ulio nayo. Wakati wa usiku umeenea, siku na saa filimbi itapigwa. Jiangalie uko wapi. Je, bado uko katika malakini
ningemtumikia Mungu lakini, ningemtumikia Mungu lakini. Ondoa neno lakini katika maisha yako ya Ukristo. Ondoa neno lakini, kwa sababu ukiliweka neno lakini litakupeleka pabaya, litakusababisha kuingia pabaya, litakusababisha kuingia pabaya. Tulisema Luka 9 mstari wa 61 hadi 62, nakwambia kwamba uache yote umfuate yeye. Inakwambia kwamba unapomfuata usiangalie nyuma. Usije ukawa kama vile mke wa Lutu. Mke wa Lutu, wakati malaika wanatoka kuipiga Sodoma na Gomora, wakaambiwa usiangalie nyuma. Alipoangalia nyuma akageuka chumvi. Na wewe ambaye Mkristo unaangalia nyuma ya kuona naweza nikamtumikia Kristo lakini haka uchawi kangu tena kukaacha. Acha. Usije ukawa kama mke wa Lutu. Usije ukakomaa, usije ukaachwa. Kibaya zaidi ni kuachwa. Ndicho kilicho kibaya zaidi ni kuachwa. Umeshafanya kazi nyingi, umeshazama nyingi katika huduma, umekaa miaka mingi katika huduma. Sasa ujiulize, wakati huu utakujia kuwa usiku namna gani? Utakutaniwa taa yako haina mafuta, utakutaniwa neno, moyo wako hauna neno, utakutaniwa hauna imani. Jiangalie. Leo anaweza kuja, kesho anaweza kuja. Hakuna ajuaye saa wala siku ila yeye Baba mwenyewe. Na saa ni sasa, na nyakati ni hii. Majira yote na nabii zote tayari zimetimia. Tunachosubiri ni parapanda peke yake ipigwe. Angalia nini nayo kuzuia kutukumjia Kristo. Nimekuambia tayari mto Frati umeshafanyeje? Umeshakauka. Na ikiwa umeshakauka, uko tayari kwa sababu ya vita vya Yom Kippur. Na hivyo vita ni vita vilivyo vibaya sana. Na hivyo vita lazima kanisa inyakuliwe kwanza. Na ikiwa kanisa itanyakuliwa kwanza, sasa wewe ambaye ni kanisa, moyo wako tayari, je, unaona uko tayari kabisa katika kwenda katika kazi, katika kunyakuliwa au hautonyakuliwa? Huu ni wakati wa kujioji. Ni wakati wa kusimama katika Kristo kuliko nyakati zote. Ni wakati wa kusimama katika Bwana katika nyakati zote kuliko nyakati zote. Neno lakini liondoe katika huduma yako. Lakini liondoe. Napenda nitumikie Mungu, lakini napenda nifanye kazi ya Mungu, lakini napenda nifanye hivi, lakini ondoa neno lakini likutoke. Lakini fedha, lakini uasherati, lakini familia yangu. Familia yako haitakubeba mbinguni. Familia ni familia na Mungu ni Mungu. Huu ni wakati tuzame katika neno, ndugu zangu. Huu ni wakati tuishi katika maisha ya utakatifu. Taa zetu zikutaniwe, ziko tayari kwa sababu ya kumlaki bwana harusi. Na bwana harusi tayari ameanza gonga. Yuko tayari. Saa na dakika aweza kuja. Tubu, acha dhambi zako. Tubu, acha unayoyatenda. Acha pombe unayoikunywa. Acha uasherati. Acha uzinifu. Acha yote unayotenda. Bado neema ipo. Na neema iko mlangoni kuondoka. Na neema inapoondoka, jua nilikwambia hakuna msamaha. Hakuna msamaha. Hakuna kitu kinachoitwa msamaha wakati neema imeondolewa. Maana neema yenyewe ndio imeleta msamaha. Sasa ikiwa neema imeondoka, jiulize utaishije? Mungu ametupashia muda mwingi. Kuna walio miaka 20 na zaidi, 30 na zaidi, 70 na zaidi, lakini miaka yote hii ambayo umepewa katika ulimwengu, hakuna lolote umeshalitenda kwa ajili ya Bwana. Ukaa ukijitafakarisha, ukiangalia kweli, kwa nini niishi hivi? Kwa nini nikaa hivi? Huu ni wakati wa sisi tuishi katika Bwana. Tuishi katika kumtegemea Bwana. Tuishi katika kulisoma neno la Bwana. Maana saa ya Bwana imekaribia. Nyakati ya Bwana zimekaribia. Siku za mwisho zimekaribia. Na wengi wanakaa katika dunia kuishi hivyo kwa sababu hawakuipewa ile neema ya kujua ikiwa nyakati ndo hizi.
wamekuwa wamefungwa katika akili, kama vile Daniel alivyosema, wenye neema, wenye hekima ndio ambao watafanyeje? Watajua, watafumbuliwa haya. Wengi wasiokuwa na hekima, yani wengi wasiokuwa na neno la Mungu, wengi wasiomjua Kristo, hawajui ikiwa tuko nyakati gani. Wanaishi duniani, wanajua tu dunia itaendelea, lakini haina mwisho wake. Wanaona vile walivyokuwa ndivyo dunia itakavyokuwa. Lakini mimi nakwambia kwamba siku na saa ya Bwana imefika, na nyakati ndizo hizi, na saa ndio hizi. Danieli 12 nakwambia wenye hekima ndio watakatambua. Nami nakwambia nyakati imekaribia. Dunia tayari imechafuka kwa kiwango cha hali ya juu kuliko hata tunavyozani. Dunia imeingia pabaya. Dunia imeingia pabaya. Usiachukue mambo kama vile kawaida. Tusiachukulie mambo kama vile kawaida. Ulimwengu umekwenda pabaya. Watu wamekwenda pabaya sana. Washerati umezidi kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa hiyo ndugu yangu unayonisikiliza, huu ni wakati wa usiku. Amka. Wengi wamelala, amka. Wewe usio umelala, amka. Umfuate Kristo. Amka, umfuate Masia. Bado anaita watu. Bado damu ya Yesu inaosha dhambi za watu. Bado damu ya Yesu inahitaji watu kwa ajili ya kuosha dhambi. Wewe uko wapi unaikimbia damu? Wewe uko wapi unakimbia damu ya Yesu? Damu ya Yesu inayo neema. Damu ya Yesu inayo msamaha. Damu ya Yesu inayo rehema. Damu ya Yesu inayo amani. Isogelee hiyo damu, nayo itakuokoa. Isogelee hiyo damu, nayo itakufanya upya. Isogelee hiyo damu, nayo itakufanya kuwa mzuri zaidi. Yaani vile watu walivyokuona kale, watakusahau. Watakuona tena umekuwa mtu wa mpya kuliko kawaida. Yaani maisha yako Kristo ataboresha. Damu ya Yesu itaiboresha kwa kiwango cha hali ya juu, na maisha yako yataonekana yana nguvu tena, kwa sababu umesogelea hiyo damu ya umilele. Hivyo basi, Mkristo mwenzangu, tuko kipindi kigumu sana. Tuko nyakati mgumu sana. Tuko wakati wa ajabu sana, wakati wa usiku. Bado umelala? Bado umekaa tu unaona tu unayoyatenda ni mazuri? Acha. Nyakati imefika wa kumtumikia Mungu. Mtumikie Mungu. Usije ukaja kukutwa taa yako imezimika kama wale wanawali 5. Simama imara katika kazi ya Bwana, ili Bwana akuongoze na ione damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Damu ya milele bado inawaita wenye dhambi. Bado Yesu anasema, njooni kwangu nyote msumbukao na mizigo ya dhambi. Yaani bado anawaita watu, lakini wakati neema itakapokuwa imeondolewa, hakuna tena kuwaita watu njooni kwangu, maana hesabu itakuwa tayari imeenea. Na yamkini siku zimekawia za mwisho. Yamkini Mungu amekawa kulichukua kanisa lake kwa sababu yako wewe. Wewe unanisikiliza, anapenda wewe uokoke. Anapenda wewe umfuate. Labda amekawea kunyakua kanisa kwa sababu yako. Anakusubiria wewe tu, kwa sababu Mungu lengo lake apendi wewe kumwacha. Anapenda umsogelee. Bado nyakati ndo hizi. Wakati ndo huu. Msogelee Mungu. Jiangalie kwanza. Ukijiangalia, kwa nini Mungu aliniumba? Kwa nini niwe hapa duniani? Na kwa nini niishi maisha ninayoishi yasiyokuwa vizuri, yasiyompendeza Kristo? Ina faida gani mimi kuendelea kuishi hivi? Na nini ninakipata kwa kuwa hivi? Tengeneza maisha yako. Daudi alikosea, akaomba msamaha. Nawe omba msamaha, msogelee Kristo. Neno lakini, napenda nikufuate Kristo, lakini familia yangu inanisababisha mimi sikutokufuata. Hacha hilo. Napenda nikufuate Kristo, lakini wanangu wananisababisha mimi nisimfuate. Hacha hilo. Napenda nimfuate Kristo, lakini wazazi wangu hawanisababishi mimi kukufuata. Hacha hilo. Wewe Muislamu mwenzangu, mfuate Kristo. Mfuate Kristo, upate ondoleo la dhambi yako, upate kusamehewa dhambi zako. Nina uhakika unakwenda kulisikiliza neno hili, na Mungu atakwenda kukubadilisha maisha yako na kukufanya kumfuata, ili usikutwe uko gizani. Na Bwana atubariki. Amina.